Karibu katika channel yetu pendwa Gaga the Power. Leo tutakuonyesha au kukufundisha jinsi ya kufanya hard disk mpya iweze kuwa connected kwenye mashine. Hii ni hard disk mpya, imenunuliwa kutoka dukani kabisa. Leo ndo siku ya kwanza kabisa kuichomeka kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo ukiichomeka kuna process unataka ufanye ili iweze kusoma. Bila hizo process hauwezi ukasoma. Utaichukua hard disk yangu, utaichukua diski hapa kama unavyoniona hapa, utaipeleka, utaichukua diski hapa, utaenda kuiconnected kwenye mashine. Utaangalia waya wa moto uko wapi, hapa au ni waya wa moto. Hii ni power cable, kazi yake kuleta moto kwenye diski. Then tafuta kitu kinaitwa, hii ni data cable, kazi yake ni kupeleka data, kusoma data, yani data zako za kwenye diski ili ziweze kuwa connected kwenye motherboard. Lazima hii ndio inasaidia, inapeleka kwenye motherboard, then una display. Itaki display utaiona huko, kama kuna taarabu, kuna kwaya kwenye diski yako utaona. Hapa hard disk inaona imesoma baada ya smart drive kuwa detect kwamba kuna kitu kipe kimeingia. Baada hapa utaiweka vizuri ili isicheze kidogo, sababu hizi zikicheza zinakuwa zinazingua. Hapa ukiangalia diski yako imekaa imetulia vizuri tu kama nguo ikiwa imewekwa kwenye maji. Toka hapo utachukua mouse yako, utaanza kuicheck ya diski yako. Utaenda kwenye my computer. Tafuta sehemu yote yenye my computer. Mimi kwangu ni this PC. Utaangalia hapa, utaona kuna hard disk imesoma. Hard disk imesoma hii hapa, lakini hard disk yangu mimi mpya, hii sio yangu kwa sababu ina single, ina music, ina Haruna Mdengereko, ina katuni. Kwa hiyo tayari ni hard disk ambayo si mpya. Ili uweze kuona hard disk yako lazima utaenda sehemu inayoitwa disk management. Nenda kwenye this PC, right click, utaona manage. Nenda kwenye manage hapa, utaona sehemu imeandikwa disk management. Utaona disk management, utaona disk yako hii hapa. Hii disk yako naivuta karibu. Hii video tumefanya usiku kwa sababu mchana hatakuwa na umeme. Kwa hiyo tushazoea taifa letu hili bwana, tushazoea wenyewe, na tunakaribia kufanya uchaguzi. Kwa hiyo maisha ni yale, haina jinsi. Utaona hii hapa, hii ni disk yako, sababu yenyewe itakuwa na rangi tofauti, itakuwa na rangi nyeusi. Hard disk mpya itakuwa na rangi nyeusi, alafu utaona neno limeandikwa unlocated, yani haifahamiki. Kwa hapo cha msingi, hizi zimegawa partition mbili. Kwa cha msingi utaanza partition hii hapa. Hii haina option ya kuwa connected na mwenzake, maana hii ni partition ya tima. Ya huku hii ina option ya new simple volume. Kwa hii inawezekana. Kwa hapo ukiklik utaenda kusema yes, next, we press next mpaka mwisho. Kwa hapa sasa tayari ishasoma. Partition ya kwanza ishasoma hapo. Ukiangalia hii video utanielewa tu naonyesha nini. Ishasoma hapo. Kwa hapa ukiangalia kwenye kompyuta yako kuna hard disk 3, partition 3. Lakini partition hii inaonyesha terabyte kama 2 hivi. Na hii hard disk yako ni terabyte 4. Kwa hiyo hapa kwa lugha rahisi kile kipartition ya tima, kiko wapi? Tukionyesha hiki hapa, hiki kipartition ya tima kimeshindwa kuwa connected na mwenzake. Kwa hapa hata ufanye nini hauwezi ukaifanya iweze kuwa connected kusoma, sababu new simple volume yani haijaruhusu kufanya. Kwa hiyo ingekuwa imeruhusu hapa
ungeifanya kama hii. Baada hapo unge right click hapa, ungeenda sehemu inaitwa haina shida, achana nayo. Kwa njia hii imekataa hii hard disk, maana yake hii partition ni partition ya sawa. Sasa kama njia hii imeshindikana, haya kuna njia nyingine hapa unataka ufanye. Wewe nifuatilie taratibu tu utaelewa. Hii ni hard disk mpya, lakini leo inatuletea mapicha. Njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia hapa ni utatumia command. Utatumia command kuweza kuipata iko partition ya tima. Command utaenda kwenye icon ya window. Icon ya window hapo utaandika CMD. Utaandika CMD. Hii hapo command. Sasa wewe hapo usirani kama utarani kama admin, run kama as admin. Utarani kama admin, utasema yes. Utasema yes hapo, baada hapo utaletewa hiyo. Sasa huu ndio ubao unaitwa command. Ngoja niweke vizuri hapa ili command umefunguka nyingi ya mashauzi. Command hao wanaleta mashauzi funguka nyingi kwa moja tu. Ubao wetu ndio hapa. Ubao huu ndio hapa tunaweka vizuri ili tuweze kuona. Sasa tunaona vizuri. Unaona? Taanza kuweka kodi sasa. Kodi ya kwanza ambayo unataka uiweke inaitwa disk part. Utaandika disk part. Kodi inaitwa disk part. Utasema enter. Ukisema enter, haya sawa. Baada hapo utaandika kodi nyingine ambayo itakuletea zile diski zako zote uzione. Utasema list disk. Command hiyo inaitwa list disk. Itakuletea kwa hapa tutaona tuna diski 3. Diski ya kwanza GB terabyte 1, diski ya pili ina terabyte 3, diski ya pili ambayo imesoma kama 1, na ya tatu ina 5.5, manake 5589, manake hii hapa ni GB terabyte 6, hii terabyte 4, terabyte 1. Sisi diski yetu ni terabyte 4 ya katikati. Baada hapo sasa utaiselect, sababu tunaitaka utaandika command select. Utaandika select disk. Andika select disk. Disk gani? Disk iko tu 1. Ika select disk ziko tu 1. Kwa maana yake hapo utachagua disk 1 ambayo disk 1 ndio hiyo terabyte 4. Utasema enter. Ukisema enter itakwambia disk 1 is now selected. Baada hapo utaandika command clean. Command clean. Andika command clean. Maana yake disk yako yote itakuwa cleaned. Kishakuwa cleaned, maana yake hata ile partition ya tima kule itakuwa tayari imefutwa. Kishakuwa cleaned, utasema kishakuwa cleaned utasema create. Utacreate tena. Create partition. Create partition primary. Create partition primary. Angalia vizuri hapo. Create partition primary. Unaona? Disk zile pale visualize tu EPT. Disk is create in the special partition. Haya sawa. Yenyewe imekuwa kama EPT. Okay? Sawa, baada hapo ishakuwa created hapo. Mwanzo hii disk ilikuwa MBR, kwa hiyo ishakuwa DPT hapo. Baada hapo usha create
utasema format. Utasema format. Unaona, utaandika neno format. Ukiandika neno format, maana yake hapa diski yako itakuwa diski yako, ukisema format diski yako itaanza format. Kwa hiyo hapa mtazamaji wangu, diski itaanza formatiwa. Itachukua muda kidogo. Itachukua muda kidogo kwa formatiwa. Inaanza kuformatiwa hapo. Inachukua muda. Maana yake hapo hiyo. Kutokana na sababu za muda, kipande kitakuwa kirefu, tumeamua kuishoti ile hatua ya kuhesabu. Kwa hiyo tunaendelea, tayari ishamaliza 100. Ushamaliza uta cancel kule kwenye command, ushamaliza. Utaenda tena kwenye disk management. Kumbuka tulikuwa tuna partition ya tima ile ambayo yenyewe imekataa kujiunga na mwenzake kutokana na sababu zisizokuwa nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo sasa tunaenda kuangalia kama ile partition ya tima imesha kuwa connected na mwenzake. Tunaenda kwenye management hapa, disk management. Tukienda tutaona hii hapa jamani. Shuhudia hapa. Kwa hapa sasa hivi tuna terabyte, hii ni terabyte 6, terabyte 3 yetu. Kile kipartition cha yatima kilikuwa maeneo haya kwenda huku, kimekuwa connected na mwenzake. Kwa maana yake sasa hivi hard disk yetu itakuwa iko safi. Tutasema change letter, jaribu kubadilisha letter. Change letter, tutasema hard letter, tuite D watoto wadogo. Tusete D, namba D sio. Tuite F. Tukiita F hapa, sema yes. Sasa hivi itaomba kuformat kawaida tu. Utaformat. Nitakwambia NTFX. Utaformat tu kawaida hapa, utasema yes. Warning, format will erasing all data on this disk. Sawa. Baada hapo sasa tutaiacha iformat. Itakuwa imesha format. Tayari disk yetu isha format. Isha format. Maana yake sasa disk yetu ishakubali kusoma kwenye hii hapa kompyuta yetu. Hii hapa kompyuta yetu. Sawa. Haya. Ishakubali kusoma. Ishakubali kusoma. Nataka kuhakiki hapa. Nenda kwenye this PC. Utaiona hii hapa. Iangalie kwa makini. Imejiita Turuki, imejiita yenyewe tu. Nimeamua kujiita Turuki terabyte 6. Kwa sasa hivi hard disk yako imeshasoma, haina kitu hata kimoja. Unaona, tujaribu kuweka kitu hapa tuone kama kitaingia. Tuweke kitu gani hapa? Twende kwenye viewers, twende kwenye show desktop icon. Unaona, tunachukua kitu gani cha kuweka? Tunachukua Coco Melody, tunaiweka hapa. Coco Melody tunaona kabisa speed yake ina 100 per second. Safi, Coco Melody imeingia. Kwa hiyo watazamaji wetu wa channel yetu pendwa Gaga the Power,
tayari tumeweza kuonesha jinsi ya kuweka hard disk mpya kwenye mashine, hard disk ambayo inakuwa ina changamoto ambazo mtu wa kawaida uwezi ukazitatua. Kwa hiyo tumeweza kuweza kuonesha njia ya kuweza kutatua. So kitu cha msingi ni kubonyeza alama ya kengele hapo chini kwenye hiyo channel yetu pendwa, ili kuweza kutusupport tuweze kuonesha changamoto tofauti ambazo jamii inaweza ikanufaika kupitia kwetu. Sina la ziada. Namshukuru Mungu. Basi sawa, nimemaliza. Shukrani kwa wewe mtazamaji wangu ulioangalia hiko kipindi. Mungu akusaidie tupate rais mzuri anayokuja, Mama Samia. Shukrani.